ya maandalizi kuelekea Stellenbosch na Simba, ukitoa makocha, ukimtoa Fadlu, aliyoongea kwa niaba ya wachezaji alikuwa ni Shemalon. Lakini kwenye ule mchezo watu wakaamini pengine sasa kitasa kimerudi na pengine kingecheza, lakini hakikucheza, kiliwakilisha kwenye press ile. Tumeona sasa kwenye msafara wa wachezaji 23 Shemalon Fondo amejumuishwa kikosini. Ni wazi sasa yuko tayari kwa mchezo. Ikatokea sasa yuko timamu na katika kwenda kunyemelea huu mchezo. Unaona sababu umeshuhudia michezo bila Shemalon na unashuhudia kasafiri na club. Unaona katika ule mchezo ambao unakwenda kurejewa kule, Shemalon nafasi yake ipo kwa faida ya Simba, na kama nafasi yake ipo inaweza kuwa ni surprise kiasi gani kwa wale wa Zulu. Mimi sidhani kama anaweza kuwa na ufiti huo kucheza mechi ya nusu finali. Ndio. Labda kwenye finali. Yaani kwa mimi ukiniambia kwamba Shemalon acheze mechi ya nusu finali ya Stellenbosch ya Afrika Kusini, labda kama kuna option yoyote, kwa sababu nakumbuka mechi ya kwanza Shamu aliumia, alitoka hakumaliza mechi. Ndio. Kama unakumbuka vizuri. Sasa sijui utimamu wake, na tumeona Shamu naye kajumuisha kwenye kikosi, manake yuko kamili. Manake mimi sitegemea kuona mabadiliko kwenye safu ya ulinzi pale kwa Simba Sports. Huyu Shemalon atakosa vitu vingi sana ikiwa watapata nafasi ya kumwanzisha kwenye hii mechi ya Stellenbosch. Kwanza hana game fitness, cha kwanza, atakuwa amefanya mazoezi tu, lakini pia sina hakika na utimamu wake wa mwili. Tangu kupata majeraha mpaka sasa sina hakika kwenye huo ubora ambao kama atakuwa nao. Sababu naamini mwalimu ametrain na timu akiwa hana mpango na Shemalon. Sababu Shemalon alikuwa anafanya mazoezi akiwa peke yake pia. Anapojumuisha na timu ni pale tu ambapo timu inataka kumuhitaji kufanya mazoezi. Lakini mwalimu ametengeneza timu bila kuwa na Shemalon. Kwa kumuona kwenye kusafiri na timu haimaanishi kwamba lazima atumike kwenye timu. Hawa wachezaji kama wanasafiri kama sehemu ya motivation eneo lake la ulinzi. Yaani unapomuona Shamu, unapomuona Shemalon benchi, anajua kwamba okay, Shemalon yule pale ananiambia, ananitazama. Kuna namna ambayo anafanya. Kwa mfano mechi ya juzi ya I think ilikuwa ni ya ligi kuu ya La Liga. Mbappe alikuwa na injury. Yuko jukwani juu. Yaani mtu anamuona Mbappe pale anacheza, yuko kwenye jukwani, anaona kwamba okay, Mbappe ana injury lakini yuko jukwani. Kuna namna ambavyo anakupa hope. Mfano mzuri si hawa Stellenbosch na kipa wao. Alikuwa kuna wakati kama kocha naye anaelekeza lakini yuko jukwani. Na huyo kipa kucheza lakini kwenye press alikuwepo. Ni kama vile Shemalon kwa Simba. Kwa hiyo watu wasije wakafikiri kwamba kusafiri na timu ndio lazima ucheze. Mwalimu aliangalia kikosi amekiseti vipi kwa ajili ya mechi hiyo. Na ripoti kuhusu Selemba bado injury Sina hakika. Sina hakika. Maana injury ilikuwa Shemalon. Sina hakika. Kwa sababu ripoti za injury, Yasini. Kuhusu Mzamiru umesikia chochote? Hapana, sijasikia chochote. Sijasikia chochote. Watu wanauliza yu wapi Mzamiru Yasini? No, mimi nitawaambia tu watu kwamba mpira wa miguu makoa hauna guarantee kwamba utakuwa makoa kila siku, kila siku, hapana. Mpira unahitaji viwango vya mtu. Yaani mpira unahitaji level ya performance yako ndio itumike. Yaani ukiwa umedrop kidogo, kuna mtu atachukua nafasi yako tu. Pale Simba watu wanamsahau Okejefa kwamba yupo pale. Hawamzungumzii Okejefa na mchezaji wa kigeni. Watu hawamzungumzii Debra Fernandez Mavambo ambaye kiwango chake kimedrop. Kwa nini watu hawazungumzia hao wachezaji? Na ni wachezaji wakubwa ambao wamekuja. Wao watu wanamzungumzia Jean Shazi ambaye ana namba nzuri ndani ya Simba Sports. Kwa nini watu wanamzungumzia Leonel Ateba? Kwa sababu wanajua uwezo wake na namba zake sio mbaya kwenye kikosi cha Simba Sports. Kwa nini Okejefa atajwi? Kwa nini Budo analalamikiwa? Kwa nini Debra Fernandez acheze? Si ndio? Kwenye kikosi cha kwanza na kwenye Simba Day ndio mchezaji wa kwanza kigeni kufunga bao. Kwa nini asemwe? Sasa hivi kikosi cha Simba kinachoanza kwenye first 11 akiingia mchezaji mwingine kutokea benchi kwenda ku replace nafasi ya mtu, ndio watu wanapata wasiwasi. Uone hicho kitu? Kwa nini? Viwango vinatofauti. Ndio maana nakwambia mwalimu anamtumia mchezaji ambaye yuko tayari kumpa kitu ndani ya mchezo. Kwa hiyo huyu sijui Mzamiru, sijui Aishi Manula, sijui Adi Salim, sijui Hussein Abeli, sijui kina Duchu, wakina Hussein Kazi, hataji pia Hussein Kazi yuko pale. Wewe zama zao zimekwisha. Sio zama zao zimekwisha. Viwango vyao vimedrop. Vimeshuka. Unajua kuna kiwango kushuka na kuisha.
yani kuna kuisha na kushuka kiwango. Yani unaweza ka drop, ulikuwa tumeshakuzoea kwenye level fulani, lakini kutokana na changamoto fulani either za kisaikolojia au kutokupata nafasi inakufanya usikae kwenye ile level yako ambayo tumeuzoea, ule mstari ambao upo ndio tunazoea, hatujakuzoea kukuona pale, ndio tunahisi kiwango chako kimedrop either kwa sababu ya injury au psychologist issue, si ndio? Zitakufanya uwe katika hiyo level ambayo sio sawa. Kwa hiyo hawa wachezaji wote ambao nimewataja, mwalimu hawapi chaguo kwa sababu hiyo level ambayo yeye anaitaka haioni